Father, we thank you, we honor you, we glorify your name for this wonderful morning. You have enabled us to be in your presence, O God. Father, be magnified. You are wholesome in this place, mighty God. You are wholesome in this place, Abba Father. You are worthy. We lay our lives to you, O Lord of glory. Just take control over the service, O God. Those who are still on the way coming, O God, may you quicken their footsteps, O Jehovah Father. And those who are following us online, Jehovah, may you minister to them in a special way. Holy Ghost, just take control of us. Thank you, O Jehovah, for the powerful service. As we're going to hear your word, Lord, we need your deeper revelation according to your will. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Pigia Yesu makofi. Tafuta mahali ukae katika uwepo wa Bwana. Alafu ningeuliza nikumbushwe kwamba nilifika wapi last week Sunday, ndio nianzie hapo. Tumekuwa na wakati mzuri sana wa revival ambao ilianza Tuesday, na hiyo revival inaisha siku ya leo ya jioni. Tunaanza mapema saa 10:30. Tutakuwa tumeanza, ndio mhubiri leo apate nafasi kumaliza vizuri bila kupoteza wakati, bila kuharakishwa. I just want us to, yule ambaye kama ulikuwa na take note, unikumbushe kwamba tulifika wapi. Kwa nini nasema nikumbushwe? Ni kwa sababu midweek pia nimekuwa nikiongea kuhusu somo hili, na wengine wako hapa leo ambao walikuwa hawako katikati ya wiki, and leo wamepatikana. Viti siwekwe nyingi, nawekwa kidogo, hivyo basi. Bado watu pale mliacha kitabu inaandikwa. Sawa, thank you. Tulifika wapi last week? Yeah. Kumaliza baada ya asubuhi. Ulianza ukaenda. But where uko umefika wapi kuandika kwako? Different. Well, what exactly? No, because niko na presenting body, niko na inward witness, niko na saving soul, ndio sijui kama tuwe wapi. That is Holy Spirit. Last Sunday. Sunday. We're talking about topic. Your topic. Which topic are we talking about? Not that. Huh? 3 types of vision. Okay, 3 types of vision. Which means to God the inward witness. Inward witness, sio? Okay, about to some chapter Romans 8:16. Thank you. Just as a recap, tulisema ya kwamba our bodies are not saved. Tunapookoka, kinachookoka ni roho yetu, ndiyo ina resemble Mungu. Akasema Mungu akasema na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, na kwa mfano wa Mungu akawaumba, mwanamke na mwanaume aliwaumba. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 1:26 na 27. Alafu kitabu cha John chapter 4:34, Yesu akasema Mungu ni roho. So nikasema ikiwa we are resembling God, then we are spirits. So mwanadamu ni roho anayeishi ndani ya mwili. So tukasema mwili wetu kama vile wakati wa harusi una present that gift to the wale bwana na harusi, hivyo miili yetu nafaa tukaweze present kwa Bwana. Kwa mwili ni lazimishwe itengenezwe, na tukasema mwenye kuitengeneza mwili sio Mungu.
Hakuna wakati waenda kwa Bwana mwambia Mungu nitengeneze mwili wangu. You present your body. Kwa hivyo mwili yetu ni wewe mwenyewe uamue kwamba kunyima mwili wako yale mambo. And I tell you, vitu hivi ambavyo tunafundisha hapa, unajua kuna watu ambao huja kanisani nimesema kwa sababu hawana kwa kwenda. They just come to waste time. And you find them wanakaa katika maisha ya wokovu haiwasaidii na hawakomai, they are just there miaka nenda miaka rudi. And these are the subjects ambao nilisema lazima kabla nianza kusema Bwana amesema lazima ujue, lazima kujua mwanadamu ni nani au ujue yako ya wale vipi. Tunasema roho yako inaokolewa unapomkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo roho yako ilishaokoka, lakini nafsi yako inaokolewa kila wakati tunapoendelea kusoma neno la Mungu. Tukasema receive with meekness the word of God. Neno hili ipokee kwa unyenyekevu. Unajua kuna principle ya Mungu anasema humble yourself before the Lord and he will lift you up at his own due time. Kwa hivyo kunyenyekea mbele za Bwana. Sasa ukishapokea with meekness, nao roho imeokoka, nafsi yaendelea kuokoka pole pole. Ndio tukasema kuna yule mtu ambaye ameokoka jana na yule ambaye ameokoka miaka 10 ama 3 zimepita. Inafaa wawe tofauti. Reasoning kama jana pastor alituambia hapa kwamba kuna reasoning ya msomi na yule ambaye hajasoma. Sasa msomi anafanya vipi? Kujikuna anafanya nini? Amejikuna hivi. Lakini yule ambaye hajasoma so I mean hiyo version yake. But version yangu ni kwamba mtu ambaye ameokoka leo na yule miaka 2 imepita yafaa kuwe na nini? Utofauti reasoning yake. Ushawahi kuona mimi naona hizo movies za Nigeria na Tanzania. Kuna bwana mmoja akiact kama pastor, utasema huyu ni mwokovu, lakini mwingine anajua huyu sasa ni Muislamu anajifanya kama Mkristo. Because kuna kile ambao iko ndani ya mtu hata kama si pastor but he has been in church. Hapo anaongea kitu ambao ni cha kikanisa. You understand this person? Ama mimi sasa naweza kuact Islam, sielewi chochote ndani ya Qur'an. Unaona ni mbaya na mabaya. So mtu ambaye amekuwa kanisani anafaa awe kuna tofauti na yule ambaye anaanza kuingia leo. So nikasema baada ya kuangalia hizo zote, kujua ya kwamba roho iliokoka wakati ulioombewa sala ya toba ambao ni kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sasa nafsi yetu inaokolewa kila siku kwa kusoma neno la Mungu. Alafu sasa yetu tunakomaa, alafu miili yetu Paulo anasema na utiisha mwili wangu. Kwa hivyo ukimalizana hawa watu watatu, sasa unaanza kusikia sauti ya roho. And bear in mind, Pastor Wamunga alikuwa akiongea how to hear the voice of God. But I'm talking how you can be led by the Spirit of God. Sio kachanganyikiwa. Nasema mbona pastor alisema number 1 ni neno la Mungu. Alafu sasa pastor hapa anasema number 1 ni inward witness. Kuna tofauti ya kusikia sauti ya Mungu na kuongozwa na roho wa Mungu ambao katika kipengele alikuwa akifundisha ilikuwa ni number 4. Number 4 way ambao Mungu mwenasi ni kwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Sasa mimi naongea kuhusu number 5. Hiyo number 5 sasa ninaongea kuhusu how you can be led now by the Spirit. Now by the Spirit of God, number 1 ni inward witness. Ushuhuda wa ndani. Hiyo ni kwamba umeshasoma neno la Mungu. Maana neno la Mungu ina train your spirit. Nataka umesikia anasisitiza sana pale jana. Neno la Mungu ndio muhimu kwa sababu hiyo ndio ambao ina train your soul such that wakati roho zitakapokuja unasikia hii ni sauti ya circumstance na environment, hii ni sauti ya body, hii ni sauti ya shetani na hii ni sauti ya Mungu. Nikakwambia kuna watu ambao walienda maombini na maana wako wamekomaa wakasikia maroho wakadhania ni Mungu kumbe ilikuwa ni shetani. Mwingine pia unaweza kusikia ukafikiri ni Mungu kumbe ni nani? Kumbe ni akili yako. Ukaeleza vizuri. So turudie hii number 1 way to be led by the Spirit by inward witness ambao nasoma kitabu cha Romans chapter 8 and verses 16. The Spirit himself bears witness with our spirits. Hebu nisomee kwa Kiswahili. Romans chapter 8 verses 16. Roho mwenyewe kushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sasa ukiona mtu ambaye bado ana doubt wokovu wake, hajuagi kama anasemaga tutaokoka Yesu akikuja,
This person ni mtu ambaye hajazwa roho. Maana roho ndio kila siku anashuhudia na roho zetu akituambia wewe ni mtoto wa Mungu. Roho anakushuhudia kila siku. You don't have a doubt ya kwamba sisi kama tunaokoka bado. Ukiona mtu yoyote ambaye anasemaga tutaokolewa siku ya mwisho, huyo mtu hana Roho Mtakatifu. Na ni hatari kukosa mwongozo wa roho, kwa sababu tumesoma mstari wa 14. Rudia sasa hapo 8:14 anasema namna gani? Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Kwa kama bado unaongozwa na akili yako, waongozwa na mwili wako, waongozwa na mali yako, waongozwa na elimu yako, wewe you are disqualified kuwa mtoto wa Mungu. Maana kwa wengi unajua Biblia inasema as many as are led, lakini nashukuru ya Kiswahili inasema wote, sio many. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. And you must be spirit conscious. Maana nilikwambia Roho ni gentleman. Hakulazimishi kama vile mapepo anakupagawa. Ataingia kwako ikiwa utakubali. Ikiwa utakubali kuongea kwa lugha, utaongea kwa lugha. Utakubali Roho uone maono, utaona maono. Lakini the more ambao wewe hujamruhusu kumwambia Holy Ghost welcome in me, then utakuwa unabaki pale ukiwa hauelewi mambo ya rohoni. So, Roho ni gentleman, okay? You will find that being led by the inward witness is the number one way, or the primary way, that God leads all his children. Watoto wake wote, mbali na neno la Mungu ambao ni chakula cha nafsi, watoto wote wa Mungu anawaongozwa na ushuhuda wa ndani. Na hata ushuhuda wa ndani, ndio kuna mtu hajaokoka, lakini mara nyingi anapenda mambo ya Mungu. Nimeona watu ambao hajaokoka lakini hawezi kukosekana crusade. Utamuona kama kuna akisikia tu neno hajaokoka, lakini he is or she's there. Maana kuna inward witness inamshuhudia. Anaweza kuwa hajui neno, hajui na Biblia, lakini anasikia kitu ndani yake anambia do this, do that. Kwa hivyo number one way ambao Roho huongoza watu wake ni by inward witness. Na tukasema there are 3 types of vision. Kuna the highest type is an open vision, and in an open vision, one physical senses are not suspended, and his physical eyes are not closed. He possesses all of his physical capabilities, yet sees the realm of the spirit. Aina haja kueleza hapo kama ulikuwa jana kwa revival, manake pastor wa Mungu aliexhaust hapo, au alirahisishia kazi. Alisema 4 types, ndio? Ya vile visions. Sasa kuna hii inaitwa open vision, ambao wamesema kwamba tayari akili yako umeketi vile ambavyo umeketi. Nikakupatia mhubiri ambaye siku moja alikuwa ameandikwa kwenda kuwa pastor katika kanisa fulani, lakini akaketi akaanza kuweka what we call fleet. Lakini next week nitaongea concerning fleet. Fleet ni ile kazi ambayo alifanyaga huyu bwana anaitwa nani? Anaitwa Gideon. Hata namwambia Mungu ya kwamba nimeweka kozi hapa, ikiwa itanyesha mvua hapa katikati nitajua umeniita. So we are not that era. Hiyo ni Old Testament ndio kulikuwa na fleet. So huyu bwana Mungu alimtokea, akamtokezea open, waziwazi, na Mungu alipomtokezea waziwazi akazungumza na yeye, lakini Mungu akamwambia kwamba sasa this time is my last time to speak with you openly, and from today I'll be talking to you through inward witness. So the prophet of the New Testament is very similar to the prophets of the Old Testament, in that the prophet of the Old Testament was called a seer because he saw and knew things supernaturally. The prophet of the New Testament also sees and knows things supernaturally. But Agano la Kale walikuwa wanaitwa waonaji. Maana walikuwa wanaona mambo katika ulimwengu wa kiroho. Vile vile Agano Jipya pia kuna nabii, tuliambiwa inaitwa roho ya unabii, si manabii. Maana zamani zile roho alikuwa anakaa juu ya mfalme, juu ya nabii na juu ya kuhani. Only 3 those people. Unaona nchi nzima kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Samuel, mfalme mmoja, nabii mmoja anaitwa Samuel, ama nabii mmoja anaitwa Elia. Because ilikuwa ni juu ya hao watatu, ama kuhani mmoja anaitwa Eli. Mmoja katika nchi ya Israeli nzima.
hapo zamani. Sasa yetu inakuwa but the prophet of the New Testament does not have the same status of the prophet of Old Testament. Huyu nabii wa Agano Jipya hana zile vitu ambavyo una agano yule wa Agano la Kale. As the prophet of the Old Testament, in that hakuweka manabii kanisani ili kwamba manabii wawe ni watu wa kuongoza kanisa. Sikiza sasa. Kama tulikuwa naye miaka fulani, pastor alifundisha kuhusu nabii na watu wakajazwa roho, na yeye akasahau kwamba number one way kwa soul the one, alafu kwa ikiwa trend your soul ikiwa trend, sasa usiye nafsi yako. Yeye akawa anamsikiza nabii. Nabii kifika wakati akamwambia Bwana amesema tuchinje mbuzi kanisani madhabahuni, alafu tuchukue hiyo damu tuzungushe nayo kanisa. Sasa unajua mchawi ndiye humsema mwizi. Manake wote wafanyakazi saa ngapi? Usiku. Kwa wakati mwizi alipokuwa akaenda kuiba, anaona mchawi. Anasema, "Unyi mnasumbuliwa ati mnarogwa." Basi si ni fulani hapa anawaroga. Na wewe ulijuaje? Na yule mwizi naye atakazuia sema, "Mnaibiwa hapa mtaani." Anayewaibia ni fulani. Maana walionana. So mtu akaonekana wakifanya hiyo mambo usiku. Vikaenea. Kwanza yule mbuzi walichinja, asemekana alikuwa ni mbuzi ambaye ni chongo. Hata kama ni kutoa kafara ya mbuzi, tena apai mbuzi ambaye ana madoadoa, ana kilema, ana kasoro yoyote. So tukianza kuongozwa na manabii kanisani, they will lead us astray. Maana Mungu hakusema tukaweze kuongozwa na manabii. Bwana Yesu asifiwe. A Christian under the New Testament need not to seek guidance through prophets. And I repeat again, a Christian under a New Testament need not to seek guidance through prophets. Haufai kutafuta mwongozo kama ni muumini, kutafuta mwongozo kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ndiyo, huenda ukapokea mwongozo kupitia kwa nabii, lakini usitafute. Bwana sifiwe. Unaweza kaongozwa na nabii, lakini usitoke hapa moja kwa moja naenda nimesikia kuna nabii fulani. Nimeona mwingine alikuwa hapa, alitoka Nigeria kwa nabii TB Joshua kwamba akamtabirie. Sitasema kwamba nabii ni TB Joshua sio nabii. Ni mtumishi wa Mungu na mtambua. Lakini haifai wewe ubebe hapa kwamba unaondoka hapa waenda Nigeria. Hata kwamba watoka hapa waenda Nairobi kwa wahubiri maana nganga. Waenda kufuata nabii. Kwa Jipya akija town hapa, well and good. Bwana anamtoa Nairobi maana nganga Mamwiru, ama TB Joshua amekuja hapa na ama umpitia Nairobi kwa shughuli zako tu. Alafu umeenda kwa mkutano wa nanio. Ama pengine umeenda Nigeria kwa biashara zako, alafu umefikia pale kwa kanisa. Na ukienda kule basi, ama kutoka hapo wa Nigeria, usiende kwa sababu unataka nabii wa nani. Enda kwa sababu unaenda kwa ibada. Sasa wewe pale utakuta kile ambao unatafuta, lakini Mungu akishaongea na wewe kupitia kwa sawa. Lakini moja kwa moja umetoka mahali hapa, mnabii mimi nimekuja ulitabirie. Nasema tena kwa ujasiri, hata hao ambao ni manabii wakubwa tena wataelewana na mimi ya kwamba mtu hafai kutoka kwenda kutafuta mawaidha, kutafuta nini? Leadership guidance. I mean guidance. Tunatoka hapa nasema na nabii mkubwa aje aniambie kama Bwana anataka niwe pastor ama sivyo. That is wrong katika Agano Jipya. In scripture it is unscriptural to do so. Hiyo ni kinyume cha maandiko. Katika Agano Jipya nabii ataongea kuthibitisha yale ambayo hata wewe moyoni mwako akishayazungumza anasema kusema kweli huyu mtu amesema yananihusu mimi. Because wana confirm kile ambacho alikuwa akikushuhudia tu wewe. Ndio kazi ya nabii katika Agano Jipya. Katika Agano
Katika Agano la Kale makuhani, manabii na wafalme ndio waliotiwa mafuta wasimame kwenye hizo ofisi. Agano la Kale, nabii, mfalme na makuhani ndio peke yao walikuwa wametiwa mafuta kusimama mbele za Mungu. Unajua nini? Wakati Yesu alikuwa anakufa msalabani, amen. Yes. Wakati Yesu alikuwa akiwa msalabani, pasia ilipasuka. Na ile pasia ilipopasuka, kile ambao kilikuwa kimefichwa kule katika mahali patakatifu, watu wote waliona. Na kuanzia siku hiyo Bwana alitupatia access kuingia katika nyumba ya Mungu. Bwana alitupatia access kuingia katika uwepo wa Bwana personally. Kwa hivyo hawa watu watatu kwa Agano la Kale ndio walikuwa na uwezo wa kuingia mahala patakatifu kwa Mungu, the holy of holies. Wao ndio walikuwa wana uwezo wa kuona katika ulimwengu wa rohoni. Lakini Agano Jipya sasa kila mmoja wetu anaruhusiwa kuingia katika mahali patakatifu na kutafuta. Under New Testament, thanks be to God, we are not only have the Spirit of God upon us, but we have Him in us. Kwa Agano la Kale sio mpaka tupapiwe mafuta ndio Roho akae juu yetu. Huyu Roho Mtakatifu kwa Agano Jipya anakaa ndani, sio juu. Kumbuka kwa wale alikuwa anakaa juu na alikuwa anakuja wakati fulani kwa huyo mtu mmoja. Lakini kwetu sisi anakaa ndani na ni kila wakati. Basi huyo ndugu akaambiwa na Mungu kwamba katika Agano Jipya haisemi as many as are led by the prophets they are the sons of God. Nafikiri pale tumesoma. Hebu soma tena, rudia Romans chapter number 8 verses 14. Sema hivi. Yes. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Umesikia? Sio wote wanaoongozwa na manabii. Sio wote wanaoongozwa na makuhani. Sio wote wanaoongozwa na waombezi. Imesema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, wote. Kwa hivyo kuongozwa sisi kwa Agano Jipya, hatuongozwi na manabii, tunaongozwa na Roho wa Mungu. Unajua saa zingine hao watu wa Advent, tunaita kule kwetu Advent, sijui kama kwenu unahitaji, tunaita Advent. Tunaweza kuwakosoa, kama juzi tulikuwa pale kwenye mazishi na wakasema tunataka wachungaji wakuje mbele. Akasema wakawa very specific. Akasema hatujasema waombezi. Tumesema wachungaji. Na kuna kitu yule bwana aliongea ambao inaweza kusound vibaya lakini ilikuwa ni ukweli. Amesema waombezi ni watu waliotoroka makanisani wakaenda kutengeneza vibanda vyao vya uombezi. Hawana bishop, hawana chochote, hawana stakabadhi yote ya affiliation, hawana cover. Wao tu ni waombezi. Kwa hivyo ni walk away from the church, runaways. Wanasema we are specific, tunasema wachungaji. Kwa hivyo kwa wengine ka sound makosa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo tunadifa, lakini kuna vitu ambazo ninawaunga mkono kabisa ya kwamba Bwana hakusema tuongozwa na manabii wala waombezi. Bwana amesema for as many as are led by the Spirit of God, those are the sons of God. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo huyu Roho ataongea nasi kupitia kwa inward witness. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye atatoa unabii, atakayekuwa nabii, jana tumeongeleshwa kuhusu nini? Unabii, ya kwamba unabii inahitajika kwa nyumba ya Bwana. Mtu ambaye atakuwa nabii kwa nyumba ya Bwana, jambo la kwanza lazima awe mbebaji wa Injili. You cannot go ukisema Bwana amesema na hujui neno nasema namna gani. Mimi ukiniambia Bwana amesema,
nitarudi kwenye akili yangu kwa Biblia yangu, niseme hii ambayo umesema kwamba Bwana kasema iko wapi ndani ya Biblia? Because the confirmation, the ultimate authority of any believer is the word of God. So if you can tell me something ambao haipatikani kwa neno la Mungu, mimi nitakwambia kwamba uko wrong. Kwa hivyo mtu huyu, jambo la kwamba to study the office of the prophet, one must first of all be a minister of the gospel, separated and called to the ministry with the call of God upon his life. Lazima awe mhudumu wa injili ambaye ana wito, ana mzigo number 1 wa kuhubiri habari njema. The word gospel Kiyunani maana yake ni good news. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima awe ni mtu ambaye amebeba mandate ya injili. Secondly, he has at least 2 of the revelation gifts. Lazima awe na karama 2 za ufunuo ili kwamba uwe nabii. Ndio nilianza kwa somo hili nikasema, kabla hujaanza kutumiwa na Mungu, kabla hujaanza kusikia sauti ya Mungu, number 1 lazima ujue mtu ni nani na ujue roho ni nani. Sasa hapo unajua sauti, unajua kwamba roho inaokokaje, mwili yakoka vipi na nafsi yakoka vipi. Because wengine kwa sababu haujielewi utaanza kusema Bwana amesema, kumbe ni Bwana ambaye ni mwingine. Kwa hivyo lazima awe na ministry ya revelation gifts ambayo inaitwa the word of wisdom and the knowledge. Ndio uliambiwa jana na nilikuwa nimeshagusia. Unajua yale ambayo pastor anakuwa kuhubiri hapa ni mambo ambayo nimeshawaambia tu. Niliwaambia ya kwamba nabii lazima awe na hekima ya kuapply whatever she or is telling you. Unajua kuna pastor mmoja hapa nyumba yake imekuja karibu iharibike. Nafikiri sasa wamesharudiana. Mapastor mnaona huyu pastor mke wake mwimbaji. Sasa wamerudiana. Nabii amekuja akamuita mama pastor mbele za watu. Sema. Sasa kwa sababu ya kushtuka, mama pastor akaanza kusema mimi. Matokeo yake ni kwamba ile nyumba walirudi nyumbani na habari zikameka. Kama nilikuita wewe nikwambie jambo, tukimaliza ibada hayo mambo yataenea kule mtaani. Wewe unajua tu unabii mahali litokezea. Kabidi mama pastor wakosana pastor na mama pastor kibidi alikuwa ukambani. Sio? Pasokai. Sikuna shida. Nimeanzia na unabii tu kanisani. Kwa maana yule bwana ambaye alibandika unabii hana what we call wisdom. Hana what we call knowledge. Hana what it takes for him or for her to be a prophet. Lazima kuwe na qualifications. Uwe hekima. Siku moja mwingine si alituambia hapa kwamba mtoto wetu atakufa. Kulikuwa na wakanisa hapa, kama singelikuwa kwamba sina tu ile moyo wa ukomavu, ala kanisa ingepasuka ama ilikuwa vunjo kubwa sana. Mama kama amevunjika moyo. Hiyo ni mfano mzuri na nyinyi mliona hapa. Mama akavunjika moyo sana, akajifungia nyumbani na kwa yualia. Kwa nini? Unabii umetoka lakini kwa njia mbaya. Bwana mmoja akaamka akamwambia kwanza leo toka hapa kanisani. In fact nilishauriwa nifukuze church. Kwa nini? Anatumia karama ya unabii akiwa hana wisdom. So you must have revelation gifts ambayo ni wisdom and knowledge. Lazima uwe nayo. Unajua jinsi ya kuhandle, and you have the word of knowledge and discerning of the spirits. Wisdom, knowledge and discerning of the spirits. Kwa maana unaweza ukasikia maroho wewe ukadhani ni roho wa Mungu. Kwa hivyo lazima uwe na karama hizi katika maisha yako ili Bwana akuonyesha kitu. Kuna vitu vingine mimi nawafundisha kusema kweli, na najua kwamba hizi karama zafaa zifanye kazi kanisani. Wakati Mungu akikuita unamwambia mtu, Theophilus, Bwana nasikia ananihimiza moyoni nikwambie ABC. Lakini mimi pia ni binadamu. Yaweza kuwa nimekosea, jana nimeonyeshwa. Kwa hivyo kama ni wewe sawa, lakini kama si wewe pia hata usinichukulie kwa ubaya, maana mimi pia hivyo ndivyo nilivyoonyeshwa. Hiyo ni wisdom. Na uliambiwa jana vile Nathan alimwendea Daudi. Akamwambia Daudi kulikuwa na mtu ana kondoo zake 100. Lakini alipopata mgeni akaenda kuchukua kondoo mmoja wa jirani. Akaja kumchinjia mgeni wake.
Nathan akamuuliza Daudi, mtu huyu anafaa kufanyiwa nini? Daudi akainuka kwa hasira akasema, huyu mtu anafaa kuuawa. Atawachaje kondoo zake 100 aende kwa kondoo mmoja wa jirani amchinjie mgeni wake? Huyu jamaa anafaa kuuawa. Nathan akamwambia, basi Daudi, huyo ni wewe. Una wake wangapi wewe? Hao wake zako wote umeacha ukaenda kuchukua bibi ya Uria, ambao Uria ni mke mmoja tu wa bwana, na huyu bwanake yuko vitani anapigania nchi. Alafu wewe umeenda chukua mke wake. Aliporudi tena ukamtuma akauawa. Naona sasa hekima. Kwanza amepata mahali gea. Daudi pia akiwa mnyenyekevu akasema, basi mimi niombe kwa Mungu anisamehe. So hearing the voice of God, inward witness, utasikia rohoni mwako Mungu akwambia fanya hii, fanya vile. Hata Elia siku moja alikuwa anataka hiyo mpepesuko, alikuwa mlimani akisema, Bwana, mimi sina maana kuliko babu zangu, walikuwa wamekufa, kwa nini mimi pia nisife? Alafu Mungu akatokezea, Mungu akamwambia, enda mlimani taongea na wewe. Kukatoka upepo wa kisulisuli. Anasema Bwana, akafikiria Bwana yuko ndani ya kisulisuli. Bwana hakuwa ndani ya kisulisuli. Kukatokezea moto unawaka. Akafikiria Bwana niko, Bwana yuko ndani ya moto. Kukatokezea radi. Ila wewe akafikiria Bwana yuko ndani ya radi, hayuko. Kukatokezea nini? Mtetemeko wa ardhi. Bwana niko, Bwana hakuwa ndani ya mtetemeko wa ardhi. Baadaye akasikia sauti ndogo ikimuita, Elijah, amka ule. Sasa hiyo sauti ndogo kila mmoja wetu yuko nao. Ndio maana kuna wakati roho huwa anakuona usifanye jambo fulani, lakini wewe kwa maana hauko sensitive unajikuta kwamba hayo mambo umeenda umeyafanya. Tena Bwana alikuonya. Wapendwa, we must be very very sensitive to our inward witness. Kwa hivyo wale nasema mtu huyu lazima awe na wisdom, awe na knowledge, na awe na discernment of the spirits. Aelewe hii nasema Waluya wanaita nini? Msambwa. Wajaluo wanaita sepe. Kiswahili wanaita roho ya mwaguzi. Sijui mnahitaji. Unajua wale waganga wataanza kuninio baada ya kwenda kwa mganga anaenda msituni na ngoa miti na ngoa hiyo roho kama mnahitaji. Mnahitaji kweli? Hiyo wanaotumia waganga inaitwaje? Wakriama. Na kama mnahitaji. Mmesahau. Wakriama mnahitaji. Ndio wanaita familiar spirits, spirit of definition. Sasa mwingine anaweza kuinuka hiyo roho ya uaguzi, wewe ukasema Mungu anakutumiaga, kumbe pepo. Na unakujua kwamba ni mapepo kwa ndani ya mtu, aendeleaji. Anatabiria wengine na yeye hakuna kitu anafanya, anaendelea. Kila leo hapa nyuma kwangu kulikuwa na mwingine hapo nyuma ya kwangu hapa. Wakati nilikuwa naishi hapa. Mara nikasikia amengoa milio hiyo, ameenda kuishi, ameenda Jimba. Mara nasikia ameenda Dabaso. Mara nasikia siku moja nikafikia kule sehemu za nikaenda kuhubiri sehemu gani kule. Hapa kule kwa Pastor James, naitwaje wewe wa gospel? Naitwaje kule? Kaliapapo. Hii kufika Kakuyuni warudi huku hivi alafu naingia Kaliapapo. Si Kaliapapo. Kaliapapo ni kule. Madunguni. Kaliapapo ni kule mbele, hii au Madunguni. Sasa tukasikia habari ambayo za pastor ambaye toka huku akawa wakati alifanya vituko huku, sasa kumbe amehama ameenda kule Madunguni. Sasa niliposikia ile jina na vile kazoa ni huyo ambaye amesababisha mtaharuku kwa hapa. Nini alianza Dabaso akaenda Jimba, akaenda kule kule Sita pia akafukuzwa akaenda kule, because hatuwezi kuwa na macho moja ya maji ikatoka leo imetoka maji ya chumvi, kesho ni maji matamu. Imewahi kufanyika kwenu chai? Hiyo kisima kimoja leo inatoa maji matamu, kesho ni ya chumvi, kesho kutwa inaweza? Yesu akasema chemchemi moja haiwezi kutoa maji machafu na masafi na go. Akasema tutawatambua kwa matendo yao. Mti wowote unatambuliwa na matunda yake. So huwezi kuniambia wewe ni nabii alafu mambo ambayo unafanya hayaendani, havitakuwa. So lazima awe ana wisdom, knowledge and revelational gift, awe na discerning of spirits.
Now plus the gift of prophecy operating in his ministry. Lazima hasa katika hiyo roho ya prophecy kuwe na hizo vitu vitatu ambavyo nimewataja. Aelewe hii sauti nimesikia, hii si ya Mungu. Lakini itaanza na kama nafsi yako iliokoka. Ndio maana kwa wale ambao mlianza somo hili mnanigate very very well. Nilianza kuongea kuhusu taa ya mwanadamu, taa ya Mungu ni roho ya mwanadamu. Hiyo ni kwenye kitabu cha Proverbs chapter 20 verse 27. Inasema the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inner parts of the belly. Roho yako ndio taa ya Mungu. Ukiona nikihubiri hapa nikinua hii kanisa ni kwamba sio kwa sababu ukiangalia elimu yako haingenifikisha kufanya kazi kama hili. Kuwa na pesa haingeniwezesha kufanya kazi kama hili. Lakini huyo mtu wa ndani ambaye ndiye roho, ambaye ndio wewe, sasa huyo ndio taa wa Mungu. Ndiye anakuambia fanya hivi. Enda barabarani ukahubirie watu. Nenda ukaombee watu. Fanya hivi na vile. Sasa nikasema baada ya kujua hiyo, tukajua mwanadamu ni roho ambaye anaishi milele. Mwanadamu hafi. Mtu hafi. Tukasoma kitabu gani? Tukasema Mungu Genesis chapter 1, hiyo ni recap. Genesis chapter 1 verse 26 and 27, Mungu akatuumba kwa mfano wake. Sasa kama Mungu hafi, na kitabu cha Yohana 4:24, Yesu akasema Mungu ni roho. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu ambao ni roho. Ina maana sisi pia ni roho. Ina maana kwamba sisi hatukufi. Bwana sifiwe. Yes. Kwa kinachokufa according to me ni kwamba ni mwili. Ambao nilisema kwamba lakini lazima ukitaka cooperate in the spiritual realm, we must be spiritual conscious. Tushughulikie mambo ya rohoni. Jaribu kustudy spiritual things. Wachana na mambo ya kimwili. You know, people are body conscious, are flesh conscious than the spirit. Watu wengi wanashughulikia sana mambo ya kimwili. Hata tukiwa kuhusu baraka, unakuta mtu ukisema kwamba umebarikiwa, anataka kuona uko na nyumba ngapi, una gari gani, una nini. That is the fleshly things. Nature. We are overtaken by nature. Lakini hapa tuwe spirit conscious. Manake huyo roho ndiye ambaye aliokoka. Nilisema hivyo. Baadaye tukaongea kuhusu the difference between the spirit and the soul. Tukasema kwenye kitabu cha Hebrews chapter 4 verse 12 ya kwamba for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the spirit and soul. Kwa hivyo roho wa Mungu ndiye anaweza kutenganisha roho na nafsi. Kwa hivyo lazima ujue tofauti katikati ya roho na nafsi. Kama hujajua tofauti nafsi na roho, na kuambia ukweli hakuna kukua. Utabaki wewe unakujaga pale kanisani, na wakati umegafilia kufanya kitu kidogo hivi wewe backslide. Alafu na Wakristo wengine ambao anakuwa kwa sababu gani? Mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri. Mambo yakiwa mabaya hata huyu Mungu hana maana. Florida alituambia hapa, Florida Kukali alituambia don't make God to be an emergency hospital. Don't make God an emergency hospital. And don't make God an ATM card. Ajua emergency hospital inatembelewa wakati mtu amepatikana ghafla hata taka, anapeleka tupeleke emergency. Wapo ambao wanakuja kwa Mungu kwa sababu mambo ni mazuri, yani mambo yakiwa mabaya kwa Mungu, lakini wakienjoy mazuri kidogo ikuje mabaya sana, hakuna haja, Mungu hayuko. Inafaa uwe na Mungu hata wakati ambao mambo ni mabaya. Then tukafika kiwango tunasema nafsi inaokolewa vipi? Inaokolewa by reading the word. Tukasoma James chapter 1 verses 21. Inasema gani? Receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Nafsi zetu ziokolewe na Yesu. Yesu alifidia roho zetu. Nafsi zetu zinaokolewa kwa kutumia nini? Neno la Mungu. Alafu kasema Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Unajua vile umetoka nyumbani ukaja kwa ibada,
Hiyo ndio reasonable service ya kwanza. Hii matendo tunatoa ni sawa tu, toe mbuzi toe, lakini mwili wako. Sasa huu mwili wako Paulo anasema na uturubisha mwili wangu na utiisha, I subject my body. Kama mwili wako ni ulazimishe kufanya vile roho anavyotaka. Si kwamba uanze kulazimisha roho yako. Kuna watu wako vilabuni inaongea, lakini yuko pale kilabuni na hana amani. Kwa nini? Amekuwa mateka wa mwili. Mwili ilazimishwe kufanya vile Mungu anavyotaka. Kwa hivyo mwili haijaokoka. Bear in mind, roho yako iliokoka kitambo. Unaonaga mtu anakuja kanisani mpaka si pastor, tunakuwa na shida. Nakuja anaambia pastor, mshirika wako msherati. Na wewe unamwacha, mbona humtengi? Yule dada ama yule ndugu anayesemekana ni msherati, roho yake inapenda Mungu, aliokoka, lakini ameshindwa kutiisha mwili. Na inaweza kuwa hatari ikafika siku ya kwenda mbinguni ukakosa mbingu. Na ikiwa Paulo ambaye ameandika almost more than a half ya Agano Jipya anasema I do what? Anasema I crucify my body. Hebu nisome kitabu cha 1 Corinthians chapter 9:27. Tusikie the faith giant. Huyo shujaa ambaye ameandika almost one half of the New Testament. Anasema namna gani? Soma hiyo Corinthians chapter 9:27. Ndio. Bali nautesa mwili wangu. Paulo anasema mimi nautesa mwili. Kwa hivyo mwili haiokoki, ni iteswe. Tuendelee. Na kuutumikisha. Mwili ni utumikishwe. Yaani kutesa, kulazimisha ifanye vile Mungu anavyotaka hata kama nafsi haitaki. Na utesa na utumikisha mwili. Kwa hivyo leo kutoka hapa kwa ibada ya kwanza ujue huo mwili wako ni utumikishe. Hakuna siku naenda kwa maombi usema leo nimekuja kufisha mwili, nafisha mwili, nafisha. Hakuna kufisha mwili. Mwili unasulubishwa, mwili unateswa, mwili unailazimisha kufunga kuja kwa morning glory, kuja kwa ibada on time. Unalazimisha mwili kujinyima. In fact matoleo ambayo saa zingine Mungu anakubali ni ile ambayo unatoa na moyo wako unalia, kama vile wakati ambao Isaka, Abraham akienda kutoa Isaka, moyo wake ulikuwa hauna amani. Isaka hana habari, lakini huyu Abrahamu anajiuliza, nikishamtoa Isaka mke wangu naja kwanza kumweneza vipi ya kwamba yule mtoto wetu mmoja nimemtolea kwa Mungu. Wanaenda lakini moyo unasumbuka. Na je, Mungu atakuwa namna gani? Maandiko yanasema kwamba moyoni mwa Abrahamu alijua ya kwamba hata Isaka akikufa Mungu atamfufua. Lakini anasema na je asipomfufua? So moyo wake unasumbuka. Alafu Isaka anaongezea kidonda, anasema baba, kuni tumebeba, kiberiti iko na pia kisu uko nayo, mwana kondoo uko wapi? So kulazimisha mwili kufanya vile ambapo Mungu anavyotaka, baadaye lazima kunakuwa na reward. Haleluya. Unajua kuna watu wengine ambao wakati utangaza mfungo saa hiyo anakuwa na ulcer, lakini kabla ya mfungo tutakula tu maharagwe pamoja tu. Lakini mfungo ikifika hiyo kuna ulcer. Okay, wacha nisiende huko sana, lakini ujue kwamba mwili unalazimishwa kile ambao endelea. Anasemaje huyu bwana? Bali nautesa mwili wangu. Nautesa mwili wangu. Na kuutumikisha. Na utumikisha. Isiwe. Nikishakuhubiri wengine. Mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Mwenyewe baadaye niwe mtu wa kukataliwa. Wacha nimhubirie Asha wangu pale mlangoni, Mama Tinitu. Paulo anasema tukisha karibisha wengi hapa kanisani alafu waingie mbinguni alafu wewe ukatazwe kuingia mbinguni, utasikiaje? Leo nimehubiria Asha. Acha nihubirie mwalimu wa Sunday school. Itakuwaje umehubiria watoto wanaingia alafu wewe baadaye uambie uingie mbinguni? Wacha nihubirie mwenye kufagia kanisa. Itakuwaje?
Kifika wakati wewe umeufagia kanisa wakakaa wakasema tumepata iko safi. Wajua kuna wapendo unakuja kanisani alafu anafanya kiti hivi jiangalie aone kama iko safi. Ajui kama nani alifanyia hiyo kazi. But how do you feel? Wewe umesaidia watu alafu wewe mwenye ukataliwa. Niingie kwa praise and worship. Itakuwaje tumeongoza watu kwa sifa? Wakabarikiwa waingie mbinguni alafu wewe ukataliwe kuingia. And by the way naonaga wengine hata mwenye keyboard vile vile. Sikiza sasa. Hii ni ngumu. Naonaga wengine pengine yuko kwenye praise and worship, pengine ni mzee wa kanisa, alafu ukikuja akasimamishwa katika ile cheo, sasa kanisani haji tena. My question is, hivi wewe uko unakuja kanisani kutuimbia? Because number one thing why we come to church, mimi siji hapa kuhubiri. Number one thing, nakuja kama mshirika. Number one thing. Anza kushangaa sana, unaambia usifanye wewe utakaa kidogo ndio kama umehepa. I tell you the truth, I have a doubt with your salvation. Nimekukemea kidogo vya sasa hayo kiba na nimeacha sitapiga tena. I have doubt with your salvation. Hata mimi hapa nilikemewa. Yes, the best thing is Bwana nisamehe. Paulo anasema nautiisha mwili. Na kutiisha mwili ni kuambiwa machungu na baadaye uvumilie. Anasema sitaki kwamba nihubirie wengi waingie alafu mimi sasa mwenye kuwahubiri niwe mwenye kukataliwa. Number one thing why we come to church is because we are saved. We are believers. We are going to heaven. Nikihudumu hapa na hudumu tu, lakini number one reason why I'm here ni kwa sababu naenda mbinguni. Anasema nautiisha mwili wangu. Mwili ni wa kutumikishwa. Kwa hivyo ndio nikasema hayo mambo nimeanza nayo, nilikuwa na kuprepare. Maana sasa nitaanza next week tumeanza kazi. Nimeshaanza number one is inward witness. Na ninataka kwenda mwezi mzima tukimalizana, na kama unakuwa na biblia kuja kwa ibada ya kwanza, mimi nakwambia ukweli, hakuna mtu ambaye atakupatiaga maono na manabii ambazo hazieleweki na usimame. You will have to know. Haya, mamangu pale juzi alikuwa ameambiwa kuna kitu chini ya kitandani kwake. Nabii anakuja sema, "Hey mama, nashukuru alimwambia kama kuna kitu nitaita pasta wangu ili akuje tuitoe ama anipatie mawaidha." Anakuja kumwambia kuna kitu na mimi akija ambia nionyeshe niokote mwenyewe. Na si lazima niokote. Kwa nini siokote mwenyewe? Just open ni twende, bwanangu akuja kiwemo, tuondoe hiyo kitanda kabisa. Alafu mimi kwanza usiingie kwangu. Yes, uingie kwangu. Si umesema iko? Na inua kitanda niokote. And by the way mimi nasema hivi, wapi Yesu alichimba nyumba ya mtu? Nyumba ya mtu nani lini Yesu alichimba? Kama nabii wako. Bwana tuambie wapi on the Bible ulisikia Yesu kachimba nyumba ya mtu? Amekimbia, ameenda huku. Kama nikahubiri mazingira magumu sana hapa mahali uwanjani kwangu wanahubiri. Nimetangaza kuopenea, nikasikia mwingine pia anatangaza kuanzia leo tutakuwa hapo Wednesday na Tuesday. Nikasema right. Wewe utahubiri Wednesday, Tuesday, maana utahubiri Tuesday, Wednesday, Thursday. Maana utahubiri unaondoka zako na mimi nitaanza Friday mpaka Sunday. Wacha nisikie maneno. Hiyo Friday amekuja akaahidi kwamba siku ya kesho nitakuja kuwaonyesha kitu ambacho kinafanya huu mtaa usijengeke. Mtaa huu ujenge vipi na mzee Abdalla hataki kuuza mashamba, itajengwa na nani? Mzee Abdalla atajenga. Let's be realistic. Ile uwanja pale haijajengwa maana yule mzee hataki kuuza mashamba. Hata kama angetuuzia siana ningenunua singenunua kule kana singenunua pale nikaununua. Nikajenga hapa. Naambia kuna kitu kimezikwa. Kesho nitakuja kuwaonyesha. Uwanja kesho umejaa kuja kuonyesha. Teofila alikuwa pale anachungulia. Mzee akachimba akatoa kitu. Haya bio nyingine imeenda huku, nyingine nyoka huyu amepotea kwa pale kwa mama Wili, kwa mzee Wili, eti nyoka imepotelea hapo. Baada ametoa kitu anakimbia sema wanaenda kuchoma kule kanisani. Rundo la watu wanafuata. Wakaenda. Kesho hiyo ni Thursday ndio kuhubiri hiyo Friday. Watu wamejaa wanataka kuona Pastor Wili watamaliza na ile nyoka aliyekimbia jana. Akamwambia mimi simoe kitu ngo. Hapa ni injili tu, hakuna cha kuoa kitu.
Bwana Yesu asifiwe. Unatufanya kwenye mazingira magumu. And I want to tell you, tena malizia tu sasa, sitaendelea sana. Lakini somo hili ni nzuri. Ni maana nataka uelewe mambo yanavyokwenda. You can deliver yourself. Kwani una magoti ya kuomba? Naambiwa hapa kuhusu yule bwana alisimama gani? Nasema sani, unajua walikuwa wanaita sani hapa cha mmoja yake kaja hapa kwa Mungu, alikuwa anaitwa devil incarnate. Wanasema huko kama alienda huko Jehanamu, basi alifukuza shetani, amekalia kiti cha shetani huko. Maana alikuwa mbaya kuliko. Aliambia timu ya Nigeria ya kwamba wewe mkifungwa na wanyonga wote. Na alikuwa akisema amesema. Lakini kuwa na majenerali kina Idahosa wakadeclare kwamba haiwezekani Nigeria kudominatiwa. Na wakakataa, na sahihi hakuna cha kwamba eti nje ya Uislamu, hamna. So you can deliver yourself. You have your knees, una magoti, una mdomo, una tumbo, unaweza kwenda kufunga na kuomba. And I'm giving you a lesson ya kwamba namba wewe Mungu anaongea na wewe ni through what? Through your inward, through the spirit, inward witness. Na nimekuambia mwili hauokoki, mwili unateswa. Na nakwambia kwamba nafsi inalishwa, inakuzwa kwa neno la Mungu. Mtu asikudanganye kitu ambacho Yesu hakufanya alafu na wewe anafanyia. Wametuharibia huduma. Tu kudanganya, kuzingua watu, lakini si hapa. Maana hapa akikuja na shukuru, yule dada aliponiambia ati huyo alikuja plot yao, akaanza mlango wa kwanza, akaenda akatoa kitu chini ya kitanda, mlango wa pili akatoa kitu. Sasa walikuwa bado wawili, ambia na kuna kitu hapo kwa nyumba yako utakuja kutoa. Bwana sifiwe. Sababu kuna hao wengine ambao ukienda unapewa leo umetoa jiwe, kesho mchanga. Tuelezane ukweli hapa. Wacha nimalizie kwa hapa. Wewe umeenda ukaambiwa haya chukua mchanga, ukakuja na mchanga, mama umeambiwa, ukaibariki mchanga, kwambia aenda uweke chini ya kitanda. Umeweka chini ya kitanda. Umeenda nyingine ukaambiwa sasa leo ni mawe, ukachukua mawe chini ya kitanda. Leo ni mafuta. Sasa hapo chakula chako hata mtu akija siwe mganga tu. Hapo jirani kuna mjiwe, kuna michanga, kuna also I want to tell you, kuchukua kitu kimoja kinaitwa imani. Bwana sifiwe. Sisi ukienda India, kuna bwana alienda kuhubiri India. Akaanza kuhubiria injili kuhusu Yesu Kristo huko India. Sasa wale wa India wanasema sisi usiutuuzie huyo Mungu wako basi, maana wao ukisema ukileta kitu kama hicho useme hii ni Mungu. Baba pesa ngapi? Ananunua, anaweka. Aende asikie Mungu asema hii ni Mungu. Haya kidogo pesa ngapi? Anaweka. Sasa India wako na miungu zaidi ya 3,000. Hata juzi kuna mtoto alizaliwa ni mkia, huyo akaitwa ni Mungu, akajengewa mahali mtoto alizaliwa na mkia hivi. Sasa hii India kuna Mungu ambaye mtoto alizaliwa na. Sasa Bwana akaambiwa leo nimwaletea Mungu ambaye ni Mungu overall. Jina lake Yesu. Bwana sifiwe. Ambaye yeye hanunuliwi. Anakaa ndani ya moyo wako. Kwa hivyo huyo miungu yenu sasa, huyu ukiwa na ni kutumia lugha kuwaweza. Ukiwa na huyu wangu mmoja ndani ya moyo wako, nenda ukachome zile zingine zote. Bwana sifiwe. So, sikiza sasa. Nilikuwa sasa kwenda katika hatua nyingine. Unajua leo nilikuwa nafikiri kuna mgeni ili kwamba kahubiri sessions zote. Lakini tutakuwa na samahani, yule mgeni hakuweza kufika, lakini hata hivyo tuko na mhubiri ambaye anakuja kutuhubiria hapa. Amehubiri revival na watu wamebarikiwa tangu siku hiyo. Tuko na yeye hapa na tuhubiri. So mimi naguzia hii, lakini next week ndio tarudi vizuri sasa, but still midweek niko hapa. Hii inward spirit, inward witness, mtu akikwambia kitu hata kama ni mhubiri na uone anakataa, fuata roho yako. Narudia tena. Hata kama ni mumeo, hata kama ni mkeo, na amesema kitu ambayo unaona haiendi, fuata roho yako, lakini usikaidi mume wako. Usikaidi. Usiharasi mke wako. Lakini kama ni kitu ambao haiendani na Mungu, hata kama ni mimi nimesimama hapa, I want to play safe. Maana pia mimi nisaidia. Hata kama ni mimi ndio nimesimama mahali hapa na niongee kitu ambao imeenda kinyume na Biblia, wachana na hiyo. Fuata vile roho atakapokuambia. Na that stage inakuwa wakati ambao umetrain your soul, umeunderstand.
Lakini kama unakuja pastor wetu anasema hakuna power, pastor yetu ana power. Sasa wewe usome Biblia, maana yake pastor wako ana power. Ukoboka juu na pastor wako. Simama kwa miguu yako, tulete wajibu wa ibada ili kama tuendelee na ibada yetu. Nitumpigie makofi King Sami, naona anaingia mahali pale. Makofi mazuri kwa King Sami. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ni asubuhi njema ambayo Bwana amefanya tumefika mahali hapa katika ibada ya kuabudu. Kwa maana anastahili kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amekulinda kutokea asubuhi mpaka saa hii. Yaani Mungu amekupatia nguvu kwa hiyo usimwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunyoshe mkono tunapoenda kumwabudu Bwana. Yote tu mkono wako juu, mwambie Bwana ni asante kwa wema wake na fadhili zake.